Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba TV, karibu kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Morris, nyuma ya kamera niko na director Moji, hapa kulia kwangu niko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu nchini Tanzania, Dominic Salamba. Tunaenda kulizungumza soka. Tunaelewa kuanzia wiki hii mpaka wiki inayofuata ni wiki ya maandalizi ya dabi ya Kariakoo, lakini wiki iliyopita tumeshuhudia nusu finali ya CRDB Federation Cup pale mjini Babati kwenye uwanja wa Kwara, Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao umeisha ama ulitamatika kwa Simba kukubali kichapo cha mabao 3-1, Simba kutupwa nje, na sasa hivi wameweka rekodi ya kufikisha msimu kama sio watatu hadi wanne hivi wanalikosa kombe hilo. Sasa niko naye hapa Dominic Salamba kupiga naye story kwenye hayo yote ambayo nimekugusia. Mzee wangu, kwema? Mimi niko vizuri kabisa. Ndio. Maisha yanaenda. Mungu ni mwema, anaendelea kutupigania. Okay. Upo kwenye maandalizi ya dabi ya Kariakoo. Unajiandaa kwa hilo? Sioni dabi ikichezwa. Mbona ilikuwa kauli ya direct sana? Ungetumia walau indirect hivyo kanizunguka hivi. Siwezi kuzunguka kwa sababu ndio uhalisia. Kwa sababu kwa nini sioni ikichezwa? Sababu kwanza hii mechi namba 184 ilikuwa ni mechi ambayo Yanga anatakiwa kuweza kuwa mwenyeji wa mchezo. Naona, na ukiangalia Yanga uwanja wake wa nyumbani ambao aliuchagua ni Benjamin Mkapa, lakini pia anaruhusiwa kuweza kuchagua viwanja vingine, nafikiri ni viwili au vitatu katika mechi mbili katika msimu ambazo anaweza akazipeleka katika uwanja wote ambao nafikiri yeye unaweza ukamiti matakwa yake. Kwa hiyo apart from kutangaza tu mechi, lazima waweze kuthibitisha uwanja wa mchezo. Lakini pia yeye kama ndio mwenye mechi, ndio mwenye mandate ya kuweza kuisell mechi, kuibrand na kuiuza mechi. Kwa maana lazima aweze kuwasilisha kwa maana ya viingilio vya mchezo husika, naona itakuwaje mambo yote. Kwa hiyo yeye tunasema ndio mwenye sherehe. Yeye ndio mwenye sherehe ambaye atakaye aweze kuifanya. Lakini mpaka tunapozungumza leo hii ni tarehe 2, lakini hakuna ambacho Yanga wameweza kuhusika nacho kwa namna moja ama nyingine. Unaona? Lakini pili hapo unakuja kuangalia kwamba msimamo ambao Yanga waliutoa ulikuwa ni msimamo ambao chini yake ulikuwa na maadhimio. Unajua kuna ile kwamba mimi sichezi tu mechi. Huyu ni rahisi kuweza kumrudisha kwenye mstari. Si achezi, cheza. Lakini mtu anakuambia sichezi mpaka 3-4 atakapokuwa yamefanyika. Umenifahamu? Sijui kitu ambacho mpaka sasa ukiangalia na hao wenye mamlaka, wenye nguvu hawako tayari kulifanya hilo kwa muda ambao uliokuwepo. Kama wangekuwa wana sababu na jambo la kuweza kufanya, wangeweza kufanya. Maana yake nini? Hawana sababu genuine ambayo iliwafanya waweze kuahirisha mechi. Hawana majibu ya kushiba ya kutosha ya kuweza kuwajibu Yanga. Sasa kama una majibu, una sababu, Yanga anaingeje kwenye katika huo mchezo? Kwa hiyo ukiangalia katika mazingira hayo unagundua kwamba there is no match tarehe 15. Lakini kingine ambacho kimekuja kulipa kidogo mshangao na kufanya ni furahi ni baada ya kuona kwa mara ya kwanza Simba wakitaka kuitangaza mechi ambayo sio ya kwao. Tokea utaratibu wa kwamba timu mwenyeji anachukua mapato yote ulipoanza, ndipo ilikuwa ni mara ya mwisho kuona mechi Simba na Yanga akitangaza mechi. Sababu kipindi kile walikuwa wanatangaza mechi wakiamini kwamba wakiingia Simba 30,000, Yanga 30,000 mapato wanagawana pass. Kwa leo hiyo wakiingia 60,000 kwa mechi ya Yanga, manake mapato yote anachukua nani? Anachukua Yanga. Kwa hiyo tumechelewa kuona ikiwa mechi ya Simba Yanga hawajigusi kwa namna yoyote ile. Sawa, hawapigi promo yoyote. The same ikiwa mechi ya Simba hawajigusi kwa namna yoyote. Lakini kwa mara ya kwanza tumeona asiye na mchezo anakwenda kuibrand mechi. Sasa ukienda kwa jicho la pili utagundua kwamba anachokifanya Simba ni kuzidi kuatia Yanga hasira wasicheze ili yeye apone. Unaona akipona kwenye hiyo. Umeelewa kauli yangu? Yaani anawatia Yanga hasira ili Yanga wajae kifua asicheze ili yeye apone na kunufaika. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanatamani Yanga isiingize timu, mtu wa kwanza ni Simba. Nasikia ninachokuambia sasa. Kama kuna mtu ambaye anaomba mechi isichezwe, kwanza ni Simba katika mchezo. Kwa sababu ndio sehemu pekee ambako pamebakia kwa mawazo yake yeye anafikiria anaweza akatangaza ubingwa. Yaani njia nyingine zote zimeshindikana. Yanga ambakisha mechi 2 ukitoa mechi ya Simba. Simba ndio mechi 2 ukitoa mechi ya Yanga.
na Yanga tena anaongoza pointi 1. Unaelewa? Yanga nafikiri ana mechi dhidi ya Prison na ana mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Sawa? Kwa hiyo ukiangalia possibility ya Yanga kupata matokeo katika mchezo ni kubwa, kama ambavyo Simba ana nafasi hiyo pia. Ingawaje ukitokea mchezo wa Simba na Yanga leo hii ukachezwa, Yanga ana asilimia 90 ya kumfunga Simba kwa maana ya quality. Kwa kitu pekee ambacho Simba kitamfanya aweze kuwa comfortable ni Yanga kususia mchezo, yeye apewe alama 3, atangazwe bingwa kwa njia nyingine, kwa sababu katika njia ya football imeshindikana msimu huu. Inavyoonekana hapa kuna tatizo kutokana na hii scenario ambayo na jinsi tulivyoshuhudia kuahirishwa kwa mchezo wa kwanza, inaonekana hapa kuna tatizo katikati. Kama binafsi mimi nimeona kuna tatizo kwenye mfumo wa uendeshaji wa huu mpira wetu. Sijajua wewe umeona tatizo liko sehemu gani, Simba Yanga ama kwenye mfumo wa uendeshaji wa huu mpira wetu? Tatizo kwanza tutaanza kulizungumzia, inawezekana Simba kwa na tatizo, Yanga kwa na tatizo, lakini siku zote tunayemwangalia mwenye mamlaka. Sawa? Yaani leo nyumbani kwako ikitokea watoto wako wanaharibika, kwa watu wenye akili wanaanza kuangalia kwanza wewe. Sawa? Wewe ndio kichwa, ndio unaweza kuwafanya. Wanakuja wageni pale, mtoto wako anajibu tu ovyo ovyo, sawa? Hata kama ukimpiga mwanao, lakini sisi tutadoubt wewe kwamba huyu bwana huyu ndugu yangu na Mendulo Jofu ana walakini hapa kwenye kudrive familia yake. Kwa nini nazungumzia na maana gani? Kwa maana ya kwamba hizo guts za Simba kufanya aliyoyafanya, sawa, zimetoka wapi? Kwa sababu Simba si kwamba pengine walikuwa wajui. Simba wanajua kanuni, wana sheria waliobobea, wana watu wenye experience. Kama kuna watu ambao wanazipitia kanuni siku zote za maisha yao za msimu, ni Simba, ni timu. Sio wengine utapitia kanuni kama kuna scenario tu imetoka kitu fulani utaangalia. Lakini match to match, sababu ndio wanaishi ile maisha ya viwanja nini, wachezaji kani nyekundu za njano, mechi, vitu vyote wanahusika navyo kuainisha michezo na nini. Kwa hiyo walipitia, wakajua kabisa hakuna kipengele ambacho wao, sawa, kinawaruhusu wasicheze mchezo. Tunafahamu, na ukitaka kujua hilo, baada ya pale zilitokea scenario kama zile zile kwenye baadhi ya maeneo, kwenye baadhi ya mechi, lakini walilalamika na walicheza. Si unaelewa? Ya matokeo yale timu zinakwenda kwenye klabu bingwa kiasi kwa shirikisho, wanazuiliwa viwanja na nini, wanalalamika. Ukiona kuna mazingira inatakiwa ucheze under protest, kwamba bana mimi nacheza mechi ya leo hii, lakini kuna 1 2 3 4 5 6 ushahidi huu wapi ambao umetokea huko pale umekaa. Kwa hiyo na ndio kuna kamati imesema ngapi? 72. Wakiona kwamba kweli mchezo umefungwa, wana uwezo wa kureview. Yaani kitu ujue nashangaa hata baadhi ya wachambuzi wanajitoa akili. Sisi tunaelekea wapi sasa hizi? Yaani mtu ambaye anakaa anaanza kutetea jambo, binafsi namshangana na muonea huruma yeye na kizazi chake. Kwa sababu unatengeneza kitu kibaya sasa kwamba yaani jambo liko very clear. Yaani anahitaji uwe na hisia, uwe na kadi ya timu, uwe na nini, unaona? Unacheza, ukishacheza ule mchezo ukapoteza, hii kamati inakaa, jamani, Morris timu yake umefungwa, lakini kata kufungwa kuna hizi evidence hizi ambazo tunazo hapa. Walipigwa, walifanya nini hivi. Amuoni kama hizo zaka ni sababu za msingi za kuwafanya wao wapoteze mchezo. Ni sababu za msingi. Unapokwa alama, ushafanyika, yule anapokwa alama aliyeshinda kutokana na vile vitendo ambavyo fanya nini vimetokea. Lakini unazungumza kuzuiliwa kwenda kufanya uwanjani, hatuoni mtu pengine akiwa alipigwa akapasuka, hatuoni kuna vitu ambavyo vikitokea kwa tulikuwa tumeshuhudia pale, watu wamepigwa, wamepasuka, viongozi, wachezaji, unasema this is very terrible. Lakini ya kuzungumza tu, mpaka leo haijaonekana hizo klipu. Wewe unavyojua Tanzania jinsi ilivyo, wewe mpaka leo usingeona hizo klipu, watu wanasukwa Tanzania hii. Kwa hiyo ni kitu ambacho yani kilikuwa ni very slighting. Na ambasa ambacho kinakuja kutoa kwamba picha ambayo ilikuwa imetengenezwa, huyu amelalamika, ana haki ya msingi kulalamika. Na Simba alitishia kucheza mchezo. Ulikuwa hujafika wakati wa mechi. Haukufika. Before mechi anatokea kiongozi mwenye mamlaka anakuja kufuta mchezo kwa sababu nyingine. Sio zile za Simba. Tofauti. Yaani Simba yeye analalamika kuzuiliwa, anayelisha mchezo ana sababu nyingine. Kwa hiyo kumbe hata kama Simba angesema anapeleka timu, manake wao wangealisha mchezo. Sio manake? Sio, unanielewa? Yaani kama Simba wasingeandika barua saa 11
kumbe shirikisho lingeahirisha mchezo kwa sababu ya mazingira ya rushwa na usalama. Na bahati mbaya ambacho kaja kwenye komiti, kabla ya kutoa mchezo mwingine tutakwenda kutoa taarifa. Tukasema inawezekana kama serious. Let us wait and see. Mpaka leo taarifa haijatoka, wataanza mchezo mwingine. Sasa ulishasema kwamba unaahirisha mechi ili upate muda wa kufanya uchunguzi na baadaye kutoa adhabu na nini wanaohusika kabla ya mchezo. Mchezo mwingine unapanga tarehe 15 inatoka lini ripoti? Kwa hiyo haihitaji mpaka uwe na degree au nini kuona kwamba kuna magumashi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba waliohusika kwenye kuharibu huo mchezo ni wenye bodi ya ligi. Inawezekana labda Young Africans walipeleka malalamiko yao na kusema kwamba hatutaki hicho mnachoenda kukichunguza, sisi tunaenda kasi. Na tukaona baada ya kwenda kasi wameshindwa kule, CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akaja na taarifa akasema kwamba Yanga walienda kasi, wamepata kama taarifa mlivyoiona, imeshindikana. Sisi bodi ya ligi tumepanga mchezo tarehe utapigwa hivyo. Inawezekana labda Yanga kwa sababu hawakuwa na imani hiyo mwanzo, labda wale watalifu bodi ya ligi wakaona sawa, acha waende ili liendelee. Pengine kwenye hili Salamba, tunaweza tukasema mpira wetu unaelekea wapi? Kwa sababu tumeuweza huko, tumeutoa kwenye mavumbi huko, tumeuleta mpaka hapa sasa hivi tunatambulika Afrika, tuko kwenye rangi za kutosha pale juu. Tunaelekea wapi? Tunaenda kukwamisha mpira wetu ama tunaenda kutetea mpira wetu ili uweze kuchezwa? Tulikuwa tunaelekea kwenye right track kwa maana ya mpira wetu, lakini watu nafikiri wakalewa na madaraka na ukubwa na kanuni na sheria walizonazo, wakaamua kufanya wanavyotaka wao na sivyo wanavyotaka mpira. Kwa sababu na tumekuwa ni watu propaganda na tunaozungumza ukweli tunachukiwa sana. Kwa nini? Kwa sababu kasi kwanza hawakuifanya Yanga imeshindwa. Kwa sababu Yanga imeshindwa, ile itoka propaganda ya haraka ya kutaka kutanish watu. Kasi walichokisema ni kwamba wao wana deal na hukumu. Yaani sisi wao ushahukumiwa huko. Ni kama hizi mahakama. Haiwezi kawa shauri liko kwenye mahakama ya mwanzo. Wao mimi nahisi nimeonewa bwana. Nimekuja mahakama ya wilaya hapa kufungua kesi. Unahisi unaonewa vipi? Tunaomba rejea. Huo uonezi unasema umeonewa uko wapi? Kwa hiyo Yanga ndio maana kabla kwenda kasi, labda watu turudishe dogo wazi kuelewa. Yanga waliandika demand. Sawa, na wakaomba masaa mangapi? 72. Wapatiwe nini? Majibu. Kwa sababu kuna procedure za kwenda kasi. Kuna siku 21. Unalifahamu sijui? Shirikisho wakaja wakatoa majibu ya kwanza ambao waliyakana. Ilikuwa kuna hoja kama 13 zitolewa. Baadaye walikuja walizikana. Walivyozikana maana yake ni kwamba Yanga angeendelea kusubiri. Zingepita siku 21, angekuwa tena hana uhalali kwenda wapi? Kwenda kasi. Kwa hiyo wakatangulia kasi na claim zao ambazo hazijapata majibu huku. Lakini pia sisi tuna kamati ya rufaa. Kamati ya rufaa inadili sawa, yani inadili nani specific na mambo ya kinidhamu na kimaadili. Jambo lile alikuwa la nidhamu na kimaadili. Kasi wakawaambia kwamba rudini mkaanze kwenye utaratibu wenu wa kawaida, mpate majibu, mje tuendelee. Sasa Yanga anapataje majibu kwa mtu ambaye anamshtaki? Yaani sikiliza kesi mshtakiwa. Mwenyewe anajisikiza mwenyewe. Na anajihukumu. Ule mshtaki ndio anapewa kwa hakimu. Yaani wewe mshtaki mtu, mna kesi, mnagombania kiwanja, mmekwenda kwa mwenyekiti anambia bwana, kwa hiyo na nani Jofu utakuwa ni mwenyekiti, sawa? Alafu Frank utakuwa ndio wewe ndio utakuwa mlalamika sasa. Sasa how comes? Haiwezekani. Kwa hiyo haikuwa majibu. Lakini pia achana mambo ya kasi. Nyie mmetuambia kwamba mnaunda timu ya uchunguzi. Tutegemea kuweza kuona imetoka na taarifa, kwa sababu yake kuahirisha mchezo ni kitu very sensitive. Kuna athari nyingi zinazofanyika ambazo hata nyinyi wenyewe hamzikubali. Kwa hiyo tungetaka kuona kwamba wake mmeisha mchezo, si mmepanga kwa utashi. Mmeona kuna matatizo. Kwa hiyo wale wote ambao wamesababisha, tungesikia leo Mr. A kafungiwa, huyu kafanywa hivi, huyu kafanywa hivi, au anapelekwa hivi kutokana na kadhilo tokea, kwa sababu asali kubwa. Mpaka leo umeona wapi? Tu mabadiliko ya meneja wa uwanja. Kwa maana unaona na yes na tena yeye kwa mujibu kufuatilia ampandishwa cheo.
kapandishwa cheo kwamba alikuwa ni meneja wa uwanja wa Taifa, sasa anakuwa ni meneja wa overall in charge wa viwanja vyote Tanzania. Kwa hiyo kwa kazi nzuri aliyo sasa huo sio uchunguzi ambao unakwenda kumwacha mtu cheo. Hakuna uchunguzi uliotoka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hakuna majibu katika hili. Kama ambavyo wamekuwa wana haraka ya kutoa adhabu, kufungia viwanja, hilo wasingeshindwa kulifanyia kazi. Hivi nikwambie wewe, kwa hii scenario inavyoenda na majibishano ambayo tunaona ameongea huyu huku, Yanga anajibiwa huku, anajibu huku, na hii unafikiri wangekuwa wana hoja ya msingi mpaka wangekaa kimya? To be honest, yaani pangekuwa pana point ambapo ya kumkamatia Yanga saa hizi wanayo mkononi, mpaka leo wangekaa naye, washaitoboa siku nyingi sana. Hakuna, ni mwendo wa kuamua kufanya watu hawezi kufanya jambo lolote, mna nguvu, mna mamlaka, ndio vimetufikisha hapa. Inaonekana shirikisho lina bodi ya ligi inatamani sana kusikia kauli yoyote ile kutoka kwa Young Africans, kwa sababu leo kwenye chombo kimoja cha habari nimesikia afisa habari wa bodi ya ligi akisema kwamba Karim Boimanda akisema kwamba Young Africans hawajaleta ama hawajawasilisha barua yoyote ya kugomea mchezo. Kwa tafsiri hii inaonekana kwamba bodi ya ligi inasubiria tamko lolote kutoka Yanga. Unajua wamekuwa watu ambao sio kama ni mfamaji akosi nini kutapata hapa. Yanga ameandika barua ngapi zimekwenda? Ile demand aliyoiandika ya kwanza haikuwa na neno kipengele ambayo walimjibu akasema baadaye tujamjibu. Yanga kuandika. Sasa sema kwamba cha kwanza ile mechi namba 100 ngapi 84 afanye nini? Achezi tena. Au mmesahau ile barua tuitafute? Mpaka 1 2 3 4 sema kwenda fanya nini? Sasa unasema kwamba wewe unapata barua Yanga kugombea mchezo. Sio, unanielewa? Sijui kama mnanielewa. Yaani labda nazungumzia mchezo huu wa tarehe, mchezo ni wa tarehe mpya, lakini namba ngapi? Au itakuwa hii ni 100 ngapi? 102 au namba 7? Ni mchezo namba 184. Yanga alisema kwamba hatacheza mchezo mwingine, kwanza audisho gharama zake, si ndio? Pili, kuna watu ana imani nao, na mengine apewa alama ngapi? 3. Si ndio? Si ndio? Hata wewe leo unasema kwamba unataka upate barua gani nyingine ambayo unataka kutoka wapi? Hakuna another argument au negotiation ishapita. Yanga alishamaliza. Jibu yale ya kwako, toka hadharani, toa ripoti, toa majibu hata kama ya kurasa 100. Alafu sasa ndio msikize Yanga sasa. Kila mmoja anaonekana ni mbabe kwenye hili. Simba, Yanga, bodi ya ligi. Hapo Simba simuhusishe. Simba alishamuondoa. Yaani Simba kwenye alimuhusu. Yaani tunakosea kweli. Simba alimuhusu. Okay. Kuna mtu kalinunua. Bodi ya ligi wamelinunua hili. Yaani ugomvi wa Simba na Yanga wakaenda kalinunua la kwao. Kwa hiyo hili ni la kwao. Yaani hili Simba hata usiki. Sasa Simba anasika vipi hapo? Yeye Simba alisema mimi sichezi, na ukasema kweli mechi tumefuta. Tumeailisha. Sasa kosa lake nini? Pengine ungemjibu mechi ipo, angepeleka timu. Yeye kosa lake nini Simba? Simba anakosa gani hapo? Yeye akasema mimi sichezi mchezo, nimeonewa. Na wewe ukasema jana mchezo mechi imefutwa. Akaenda kulala usingizi, akapanda kupumzika. Sasa leo hicho leo Simba anaingiaje? Maana yake waliamua kumuondoa Simba kwenye janga hili. Walichukua wao ndio kwenye mpira wao. Kwa hiyo issue iko ni Yanga na bodi ya ligi ndio kwenye changamoto hapo. Sio Simba. Simba alishaondoka siku nyingi. Sawa? Ila kama ingekuwa Simba hajaenda uwanjani, bodi ya ligi hajatoa tamko lolote na Yanga ampeka timu, hapa ndio mkopo wote watatu. Kwamba Simba anaingia, bodi anaingia, Yanga anaingia. Simba ndio pumzika, hakuna mechi. Kuwa kwenye Yanga pale kudai pointi 3 kwa sababu hakuepo kabisa wa mchezo, hakuepo waamuzi, hakuepo walinzi na ulinzi na usalama haukuepo pale ambao umepangwa kwenye ile mechi. Yaani mfumo wote wa utaratibu wote haukuepo, isipokuwa Yanga wenyewe walikuepo uwanjani, baada ya pale wakatimka. Ugumu ndio uko hapa kudai pointi hapa. Yaani hapo watu wengi siko ni hiyo style wanakuwa waielewi. Aliyeelisha mpira ndio mwenye waamuzi, ndio mwenye kila kitu. Hawezi kailisha mpira afa kaambia waamuzi ndani kiwanjani. Yeye ndio kailisha mechi. Ndio yeye ana all machinery zote anazo yeye. Kasema mechi hakuna. Yanga anadai point 3 kwa sababu gani?
sababu zilizomfanya ahirishe huo mchezo azimruhusu yeye kuahirisha mchezo. Kama mnanielewa? Yaani sababu hizo zitumia hizo kuahirisha hiyo mechi hazipo kikanuni. Sasa yeye asingeenda uwanjani, sawa? Wale wangeweza kumgeuka. Unadai vipi alama hata uwanjani wenyewe ukuja? Kwa sisi tunaenda jamii shuhudie, tuko kiwanjani, tunataka mchezo. Tukijua hakuna muamuzi, hakuna kitu, tunaenda. Tuko tayari, tuko willing to play. Namba 184. So unaelewa? Tofauti na ile issue ya Zamalek na Ahly. Issue ya Zamalek na Ahly, unaelewa sijui, mwenye mpira wake kasema mechi ipo. Wewe unasema mechi haipo. So unaelewa? Kwa hiyo mwenye mpira akisema mechi ipo, atapeleka refa, atapeleka ulinzi, na kila kitu. So unaelewa? Kwa sababu ameongea mechi ipo, wewe unasema mechi hakuna. Kwa hiyo Boda Ligi wangesema mechi ipo, alafu Simba angesema siendi, Yanga angeenda, papangwa pale referee kabisa wangekuepo. Lakini mwenye mpira kasema mechi haipo. Sasa Yanga anauliza kwa nini mechi haipo? Yuko bodi ya ligi na Young Africans. Taswira mpira yetu kwenye hili hapa linaenda kuangukia wapi? Mimi nilikuwa nataka nizungumze kama mdau wa michezo muda mrefu kidogo, ni kwamba ifike hatua wanaopewa mamlaka waweze kutofautisha baina ya mapenzi yao binafsi na majukumu waliopewa na taasisi zao. Sehemu yote tutakapokuepo, ndio njia salama ya kuweza kuponya watu, kuponya maeneo yetu, taasisi, taifa na hata jamii yetu, kwamba hakuna binadamu asiye na mapenzi. Hayupo na haitakaitokee. Yaani kuna siku ambayo utakuja kukuta kiongozi asiwe Simba, asiwe Yanga, asiwe Azam, asiwe Mako, kupenda kuendelea mbele huko, watafika watu watakuwa ni Azam, watazaliwa kwa Azam, atakuja atakuwa si Mtibwa na timu nyingine watakuepo huko mbele. Haina siku itakayotokea akapatikana kiongozi asiwe na itikadi. Lakini ukishapewa mamlaka ya kuongoza watu wenye itikadi tofauti tofauti, simamia. Ndio maana watu hawakuwa wajinga, wakawa wanaweka hizi sheria na kanuni. Unaelewa? Zifuatwe. Ndio maana unakuta hata kwa serikali, naambia serikali haina dini. Unaelewa sijui? Kwa sababu tunajua tutapata mheshimiwa rais atakuwa ni Mkristo, atakuwa Muislamu, atakuwa ni Hindu. Wewe kwa dini yako na mambo yako, lakini when it comes kwenye nchi yetu kuna katiba, kuna sheria, kuna kanuni, tuna viongozi wanaongoza kwa misingi hiyo ambayo imewekwa pale. Huo mambo yako weka pembeni. Hasa na wewe ukiwa ni kiongozi, ifike hatua simamia taratibu na kanuni tu. Hii jambo lilikuwa ni very simple, sio kwenye mambo mengi sana. Lakini kinachokuja kukosti ni kuweka mbele mapenzi na ubinafsi wa vitu vya mtu mmoja mmoja. Yaani mimi ndo nina nguvu. Mimi ndo nina nguvu yani. Mtanifanya nini? Kwa hiyo naweza nikafanya nyekundu ikawa njano, njano ikawa kijani. Ni kitu ambacho kimwakosti. Vyote viko wazi na siku hizi utandawazi. Zamani ilikuwa hizi si kanuni hizi uwezi kuzipata zamani. Ilikuwa ni kanuni iko TFF, kipindi ilikuwa ni fati. Pale pande hata sengine hata kiklabu ana. Yaani kupata kanuni ile yani fati unaitafuta. Sasa ziko wazi na watu wameelimika, wanasoma, wanajua kuangalia, kwa watu wanasoma tu. Wanaangalia. Sasa kile ambacho kimetengenezwa na watu wakakifanyia kazi kaenda kukaa sawa, kiheshimu kile. Tuna kanuni nzuri sana ambazo tuko nazo, lakini zinakiukwa kwa matakwa ya watu. Sio, unaelewa? Kwa hiyo nafikiri tukiacha hivyo vitu tutapiga hatua. Yaani bakia kuwa Simba, bakia kuwa Yanga, lakini when it comes kwenye kazi, fanya kazi kwa uadilifu. Kwani kwa nyuma atakuwa na viongozi wa mpira kinatenga, wa mpira kana walikuwa wana timu wanazo. Sio, wanafahamu, lakini walipita, waliheshimika. Kwa nini? Kwa sababu walinyooka. Bwana, tumezungumza vitu vingi sana kuelekea kwenye huo mchezo wa dabi na umegusia kwa mawazo yako. Bwana, weekend iliyopita tulishuhudia finali ya CAF Confederation, Simba dhidi ya Berkane, kikatokea kile kilichotokea. Simba akaishia kwenye kuvaa medali kama mtani wake Young Africans. Baada ya pale siku tatu mbele akaingia mzigoni tena kukipiga na Singida Black Stars. Akawini alama zake 3. Sasa hivi amebakiza alama moja, ama yuko nyuma alama moja dhidi ya Young Africans. Baada ya hapo siku tatu mbele ameenda kucheza pia tena na Singida Black Stars, amedondokea pua. Msimu wa 3 kama sio 4 mfululizo naenda analikosa kombe la shirikisho ama kombe la ndani la shirikisho.
kwenye scenario ya Simba kwa msimu huu naweza nikasema kwamba kwa sababu ndani amekosa CRDB ambayo ni kombe la FA, amekosa ngao ya jamii kwa msimu huu. Pengine mpaka kufikia sasa hivi tumebakiza mechi 3 hadi 4, 3 hadi 2 hadi 3 ligi iishe. Pengine nikasema kwamba Simba Sports Club amefanikiwa kwa asilimia fulani kwa msimu huu. Mimi nafikiri tofauti inayokuja ni watu kubadilisha maneno yao wao wenyewe. Kama unakumbuka wakati msimu unaanza, kauli yao ilikuwa tunajenga timu, si ndio? Kwa hiyo ukijenga timu maana yake watu wasi expect more. So wanatengeneza, mimi natengeneza timu. Yanga sasa sisi tunataka nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Walizungumza wazi kabisa kwamba kwa kosi chonacho tutakwenda nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Simba hawakutoa hizo statement. Kwa hiyo kama atengeneza timu kitegemea aweze kuwa amerelax kwenye kile atakachokipata. Mimi binafsi sikutegemea Simba kufika finali, na mpaka saa hizi sawa najiuliza kafikaje finali. Mpaka leo najiuliza sio kuchukua bingwa, kafikaje finali. Inanifanya nianze kusoma zaidi na kufuatilia vitu kwa undani zaidi, nijifunze kitu kwamba kumbe inawezekana ukawa na timu ya kawaida tu lakini bado ukafanya vizuri. Sasa which criteria na factors ambazo umezitumia mpaka umefika, natakiwa niweze kujifunza kwenye hiko, kwa sababu hiyo nao ni kitu cha kushangaza kidogo kwa timu ambayo ilikuwa nayo. Hata robo finali ilikuwa itoboi, robo ilikuwa hiyo, inaweza kana ni moja ya factor. Wapinzani inaweza kana ni factor, lakini pia inaweza kana kuna vitu vingine vya ziada ambavyo wanavyo. Unajua kesi tunajifunza, lakini ukiangalia amekuwa ana consistency ya matumizi ya uwanja wake wa nyumbani. Simba awe mbovu awe mzuri, when it comes kwenye uwanja nyumbani mechi ya kimataifa wanalifanya mentality ambayo inakuwa kidogo ni tofauti na timu nyingine. Hata kiwango ambacho walikionyesha mechi ya pili ile ya Zanzibar kilikuwa ni kiwango cha kushangaza kidogo. Kilikuwa ni kiwango cha kawaida kicha kushangaza. Yaani walijitutumua yani. Kwa sababu walikuwa na mlima mkubwa na walipambana kweli. Ingekuwa kama sio bora Berkane, pengine ongeza hata kuchukua kombe kwa kile ambacho wanacho kiwa wapi? Wakiwa nyumbani. Kwa hiyo sikuiona Simba akija kuwa ni mpinzani halisi wa Yanga wa msimu huu. Sikuiona mimi. Naona niliongea hata mwanzo wa msimu kwamba naona kuna makundi matatu katika ligi. Yanga ana grade yake kajiwekea ambayo hakuna timu nyingine ambayo inaweza kufika pale. Alafu kuna kundi la pili hapa namuona Azam, namuona Tabora, namuona Simba. Sawa? Na Singida. Nao naona kwenye kundi chao hapa. Tena nani sikumweka sana Tabora. Ilikuwa ni Azam, Simba na Singida. Naona hapa nao wana bato yao ya pili. Alafu baada tatu ndo wanaingia hawa wengine. Nilizungumza nilikuwa na maanisha kwa maana nilikuwa najaribu kuangalia kukompea vikosi. Sawa? Azam sio issue kikosi sana. Azam kuna issue nyingine ambayo wao wako nayo. Yaani kuna kitu na wanakikosa nafikiri kinakosekana. Kwa hiyo wakati mwingine wanaweza kuwa wana quality players lakini pengine ni ushindani au kuchukuliwa au mentality, unanielewa? Sawa, mpaka tuzungumze ukweli, kuna wakati wenyewe wanachukuliwa kama ni timu ya kawaida, wakati ni timu kubwa naona kila kitu kingine inatokana na pressure. Any favor anayepata Simba na Yanga Azam wakati mwingine haipati. Sawa, Azam haipati. Mara ngapi umeona Azam akinufaika na makosa ya waamuzi? Hamna. Sasa na yeye ndo anakuwa na yani uone utofauti wa Azam wakati mwingine akiwa anacheza na Coast au timu nyingine kama wakati hii ni timu kubwa inatajwa kubwa. Kwa hiyo wana vitu vingi ambavyo vinawafanya wakati mwingine tushindwe kuona pale ambako tunafikiri, lakini ni swala la muda tu, itafika hatua wata grow up, watafika, kwa sababu naona wamekuwa na consistency ya kutafuta mafanikio. Itaenda hata leo tunazungumzia PSG anachukua bingwa wa Ulaya, haikuwa kazi rahisi. Walienda mpaka leo wamefanikiwa kufika. Kwa hiyo uwezo ukajenga hiyo trust au hiyo nguvu kwa mara moja. It need safari ya muda fulani. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo nilikuwa namuona Simba iko pale. Sikumuona Simba wa kubatwa na Yanga. In terms of quality ya kikosi, mbinu, bora, vitu vingi. Kwa hiyo mimi ndio nilipokuwa nazungumza kwamba Simba ya kawaida sio timu kubwa, timu ndogo msimu huu, nilikuwa na maanisha ninachokizungumza in terms of football, sio kwenye ushabiki. Unaelewa? Na ndio kimeanza kuonekana. Kama zingekuwa all factor remain constant, tusingekuwa na waamuzi wenu wale au sio kina Kefa na wengine hao. Leo Simba ingekuwa iko nafasi ya 5 kwenye ligi. Nakwambia ukweli. Very sure. Very sure. Haina shida. Very sure. Wewe ushonaga wapi
duniani muamuzi bora wa nchi mtu anamkataa kuchezesha mechi. Yaani watu wanaangania wapate waamuzi bora, mtu anamkataa. Nani Alajigi alichokifanya? Kimetokea nini? Amenyosha. Wangekuwa waamuzi wale, subutu yake. Alichezesha na Simba akaibuka na matokeo. Hatuzungumzii kwamba Simba ni timu ya kufungwa kwenye kila mchezo. Unaomba unielewe sijui. Na ndio nakwambia nimeweka kwenye ile kundi la pili. Unanifahamu sijui, ina mashabiki wengi, ni timu kubwa kwa maana historia na nguvu iliyowekeza. Wana pressure kubwa ya nje ya kiwanja. Ukiwa Simba tofauti ukiwa Mtibwa, hata mentality yako. Ila wakati inafika hatua jitihada zinafika mwisho kutokana na uwezo. Ninachozungumza ni kwamba kuna mechi ambazo Simba alistahili kupoteza. Yaani mechi hii pale ngoma imekwama. Unanielewa? Hii mechi ngoma imekwama. Kuna mechi karibia 5 mpaka 6. Ampata alama ambazo hakudeserve kuzipata. Mwisho juzi hapa mechi ya Singida ya ligi. Mechi Simba hakustahili kushinda. Kwa hiyo tutakuwa tunazungumza leo ameangusha alama nyingine 2 au 3. Lakini kasecure alama. Unaelewa? Mechi ya Mashujaa unakumbuka ile wote ambayo kitokea Dodoma Jiji, Pamba, ziko mechi nyingi zimetokea hapo ambazo zote kuna watu walidhulumiwa. Kwa hiyo kuna kama alama 10 na ngapi hapa zimeadi kwake azikustahili kuweko pale. Sio unanielewa? Kwa hiyo leo hii hapa na gepu kubwa sana kati yake na Yanga. Yaani ilikuwa leo Yanga anakuwa ana pointi 80, wa pili ana pointi 52. Mimi nakwambia. Azam ana pointi ngapi sasa? Yanga na ngapi? Sasa ingekuwa hivi kwamba Yanga ana 72, alafu Simba labda ana 58, Azam ana 57, Singida 55. Ndio itakiwa hiyo hivyo. Hapa kama kuna alama 10 na kitu. Yaani hiyo ndio uhalisia. Nakwambia kitu cha ukweli. Ndio kitu cha ukweli. Itakiwa iwe hivyo. Lakini tofauti. Kuna matukio yalitokea juzi mechi ya Singida hii ya Alajiga. Ingekuwa wale waamuzi ni matuta yale. Weka pale. Njoo pige jinchazi ya weka nyavu. Scenario hiyo Simba tunaiweka kwenye kundi gani msimu huu? Najua zimebakia mechi kama 3 hivi. Tunaiweka kwenye kundi gani, la waliofaulu msimu huu ama wapo katikati? Sasa hapa kuna scenario mbili. Ukichukua Simba ukajumlisha bodi ya ligi na waamuzi wake, utasema Simba ni timu iliyofaulu. Sawa? Yaani hapa lazima ujumlishe kwamba Simba plus bodi ya ligi na waamuzi. Kuna some success zimeonekana. Sawa, za Magirini. Inaingiaje bodi ya ligi? Ukiwatoa wale sasa bodi ya ligi na waamuzi, Simba hajafanikiwa. Na mimi niongea kwamba hivi kikosi cha msimu uliopita kilikuwa ni bora kuliko hiki. Watu hawakunielewa. Simba cha kina Saido sio kina nani wa kina Chama wale, kilikuwa ni kikosi kizuri kuliko hiki ambacho wanacho. Sasa kama kutengeneza sasa ukubali utengeneza timu. Hajakubali ndio wanang'ania ubingwa na hivyo nakulazimisha wakati bado. Upenyo gani sasa? Upenyo wakina nani? Acha bwana mambo yako wewe. Hamna upenyo hapo. Unaona? Kwa hiyo ili gap ilikuwa liko hivi sasa hizi. Sasa tulikuwa tunaongea hapa, Yanga amechukua ubingwa bado mechi zake 5. Yaani ndio ilikuwa Yanga bingwa muda mrefu yani. Na Yanga ndio alikuwa anachukua yani alikuwa ameingia finali FA. Unaona? Yaani ligi Yanga alikuwa anachukua, amechukua si ngao jamii, amechukua si muungano. Ipo hivyo. Bado hakuna daraja la na Yanga, labda tuongee msimu ujao. Na nilizungumza kwamba Yanga ikosa ubingwa atajilaumu yeye mwenyewe, lakini hakuna timu ambayo iko tayari kubatwa na Yanga sasa hizi katika ligi yetu. Sizungumzi kwa maana sisi nawapendelea. Nazungumza football. Ile kama unaangalia football na mawazo mengine, unaangalia football kitu chako una bodi ya waamuzi, huwezi kunielewa. Si bodi ya ligi huwezi kunielewa. Huwezi kunielewa siku moja. Sawa, bwana. Na juzi nimesikia tena hawa watu wao wanaanza kukubali manongelele. Tumesikia juzi hapa hatuna timu. Mimi nimeongea muda mrefu sana, lakini wameenda. Siku zote ukizungumza ukweli utasimama tu. Ni swala muda tu, watapinga pinga lakini itakuja itasimama. Tulikuwa tunawaambia Yanga bakuli kipindi kile tengenezeni timu. Wewe uweze ukamkompea simu wenzako nani, simu mchezaji wako nani na wakina Medi Kagere na wakina Mugalo, haiwezekaniki. Chama wa moto vile kaata, tengeneza timu. Yaani wewe uende kuchukua mtu si huko wapi wa Njombe mji, mwenzako ameenda Zambia, akamchukua si Mixon, akamchukua si nani kutoka Msumbiji na nini. It was clear fact. Wakaichukulia positive. Wakatengeneza timu.
Kwani Yanga hajakuja kupindua meza? Angebakia tu kwa mimi kwenye yale ambayo kwenye kikosi chake. Angekuwa iko wapi? Kwa hiyo tunazungumza, tunapenda mpira. Mimi siko kutaka swidi eti nikusifie tatamba. Atasifiwa anayestahili. Yaani tutamsifia Yanga mpaka pale ambako Simba atakapokuja kuwa katika bora ambao anastahili. Sababu nitakuwa ni mtu wa ajabu, Simba na timu nzuri kupendeza kuiponda. Mimi si waina watu hao, hawajitoa akili. Sasa hao ndo maisha ya mjini humu. Mimi uko siko. Yaani wachambuzi wanasema kwamba sasa hivi mpaka kufikia sasa hivi michuano ya shirikisho hii ya ndani ya CRDB na ligi kuu, shirikisho la CRDB ni michuano bora kabisa ambayo imenyooka. Kwa hiyo unasemaje? Atuona makando kando ya kiuamuzi kule tutajayaona. Hatujayaona kwetu, tutazungumza hivyo. Na ndio nikasema wakati mwingine tunapozungumza ligi yetu ni ya 5. Mimi nazungumzia ni ya 5 kwa sababu ya kazi anayoifanya za media. Lakini sio naambia kwa maana mengine sio kweli. Nakataa. Sio haiwezi kuwa ya 5. Lakini kinaambia kwamba kwa maana ya coverage na msimuko ambao lazima mautengeneza perfect. Hata tatu inawezekana. Sababu ndio ligi pekee ambayo unaweza kuangalia mechi zote katika bora uliokuwa iko na ambacho kinatubeba. Lakini wewe kweli unaniambia leo maamuzi yake na ndugu zako sio kina Elinani wale yale kweli serious mtu anakaa anaangalia mpira kwa sababu bahati mbaya mpira sio unaangalia dunia nzima. Wanatushangaa kama vipi? Hao kweli wako serious na maendeleo ya mpira kweli hao? Serious kabisa ni tu tunakaa kabisa serious. Tunakwenda kuharibu. Tunakwenda kuharibu image ambayo imetengenezwa kwa muda mrefu. Tumeshamaliza tarehe 15 tunaenda Rwanda, maana yake Young Africans wana post kwa sema tarehe 15 na jambo lao pale na Rayon Sports. Tunaenda Rwanda. Leo watu wametoka na kanuni leo. Kasome kanuni. Uwezi kupata mechi ya kirafiki mpaka wote huku, uwezi kutaka hiki, uweza nini wanahangaika. Uwezi kupata mechi ya kirafiki. Uombe wao, andika barua siku 14, andika uwanja kwenye international break. Nini hawataki mechi ligi inaendelea mengi. Ndio kama hivi kuna watu wanatuchelewesha kwenye mpira wetu. Unaona? Hao watu ni vitu wakemee, wanatuchelewesha kwenye mpira. It's not fair kuendelea kuwachekea wanatuharibia mpira. Kwa sababu mpira sio kwao peke yao, mpira ni wote, familia, watu wana leo tunamzungumzia Bwana Samata ni football. Ndio. Leo tunamzungumzia na watu Dismas football. Msuva leo anapewa mpaka wadhamini si vitu gani, ni football. Kwa hiyo sio mchezo tu wa shirikisho au bodi ya ligi, no. Ni mchezo ambao unakwenda kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Sawa? Mambo ambayo anafanya Bwana Samata ana ile foundation yake ya Samakiba na nini. Watu wanatoa misaada, kweli kitu ambacho kinachangia kwenye ustawi wa jamii yetu. Hasa usitokee watu kataka kutuvurugia tu kwa interest zao. Hapana. Michezo hii ya kirafiki inahitaji nayo vibali sijui nini na nini kutoka kwenye shirikisho. Mpigie huyo ambaye alikuwa anaongea asubuhi, ndo nani, mpigie atakupa majibu. Kila kitu waweza kujibu. Yaani wao wana muda wote yani wako tu yani hivyo. Wapigie watakueleza. Na wanatoa leo kifungu. Sasa wewe mtu unashirikisho unaanza kushindana na klabu. Hao. Maana yake ushakosa. Umekosa wewe nguvu. Ukiona wewe anaongea ushakosa. Ushakosa. Umekosa authority tayari. Ushakosa. Yaani inabidi ujisikitikie. Haupo kwa nafasi nzuri. Akiongea huyu unaona kwenda kwenye interview na unajibu. Kiongozi mkubwa wa mpira hao. Waposti kwa mtandao naona unajibu. Serious? Kiongozi mkubwa ambao unakaa umekaa, kuna shida sehemu. Ndio tumefikia hapo sasa. Na utakwenda wataanza kujibu kwenye comment. Mnakuja mji. Shukrani sana. Nakushukuru pia, karibu tena. Unaona post yao wanasema unaikumbuka namba 184. Ndio kuendea huko. Ndio tukishafikia hapo. Chukua hatua brother. Hapo kumbuka. Hali ni mbaya. Yaani hapo unajua hali ni mbaya. Ukishafikia hatua hiyo tu yani. Unaanza mpaka kupitia nani kapost nini? Hali yako sio nzuri. Hali yako sio. Ligi ameuliza unaikumbuka namba 184? Tunaikumbuka. 15 ipo Benjamin Mkapa. Waliamua kukaa mbele wao na kumuondoa mtu kwenye mchezo. Tunakumbuka kwa sababu hiyo. Nakumbuka Watanzania zaidi ya 40 walipoteza kipato chao. Tunakumbuka ni mechi ambayo watu walipoteza maisha. Tunakumbuka mechi ambayo imekwenda kuharibu mpira wetu. Sawa? Mechi ambayo imekwenda kutotea zongo kubwa mpaka saa hizi. Kwa hiyo tunaikumbuka kwa mabaya, sio kwa mazuri. Na mbaya zaidi hata hawakuweza kuomba radhi hata mashabiki ambao ndio wanafanya leo tuweze kuwa branded na kupata mikataba yote tunaoipata. Kwa sababu wana watu wanakuja kuwekeza kwa ajili ya mashabiki wa soka. Alafu unawachukulia wote ni kama watu ambao hopeless. Hata barua ya kuomba radhi
Basi ya dakika 2 tu ataichora tu. Li leo. Mpira miezi mingapi? Ilikuwa natakiwa dakika ngapi? Alisha mchezo, omba radhi. Ndio ungwana. Ndio ungwana. Lakini mpaka leo hii unakuja kutotea, unakumbuka namba 184 tunaikumbuka ingekuwa mazuri. Mimi siwezi kuipangia, wao ndio wenye nguvu. Mimi nazungumza my opinion. Nikiwa ni mdau wa michezo. They can do anything. Kwani hao wanayofanya sisi tunawapangia? Ni wao wenyewe wanaweza kufanya. Na waache wafanye, ni wakati wao. Lakini kila nyakati sina wakati wake pia. Hamna nyakati ile ukaa miaka yote. Sasa kupambana samani. Sasa kusikia umezipata za chini chini bana, fulani kaenda kupiga goti. Mimi sio msemaji, ikifika hapo tutasikia tu. Mimi siko huko bwana. Sawa, mimi nikushukuru sana. Nakushukuru pia. Bwana, nilikuwa hapa na mchambuzi wa kandanda nchini Tanzania wa muda mrefu sana, Dominic Salamba, ambaye yeye nimepiga naye story hapa vitu vingi sana. Tumegusia mwelekeo wa dabi ya Kariakoo mwenyewe, kwa za ndani zake anakuambia dabi haipo, lakini pia tumegusia kiwango cha Simba Sports Club msimu huu toka unaanza mpaka hapa ilipofikia. Anaikataa kabisa Simba kuwa kwenye level zile za Young Africans, wanahitaji uboreshaji zaidi na mambo mengine kama hayo. Mimi naitwa Morris, nyuma ya kamera niko na director Moji, na hii ni Kishamba TV. Usisahau kusubscribe na kutufuata kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, huko kote tunatumia kama Kishamba Media.